wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wanamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Nataka hilo neno zima ulikamate. Kuna kawaida ya Mungu wa nchi. Kawaida ya Mungu wa nchi. Tunaposema Mungu wa nchi, tunazungumzia Mungu wa ardhi, Mungu anayetawala ardhi. Nitakufundisha hapo baadaye. Yako maeneo yametolewa kwa miungu, yako maeneo yametolewa kwa Mungu. Unapokwenda kuweka nyumba yako wakfu, ukamuita Mungu aliye hai pale, huo unaelewa ya kwamba hilo eneo umelitenga maalum kabisa, ili Mungu unayemwabudu awe Mungu wa hiyo nyumba, Mungu wa hiyo nchi. Na maana yake ni kwamba sheria ya Bwana iweze kutawala hapo, na akitokea yeyote mwingine atakayekuja kinyume na hiyo sheria, yako madhara atayapata. Sasa hapa twende kidogo kidogo unipate vizuri. Anasema hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Neno kawaida ni kama desturi, ni kama taratibu ambazo zimewekwa na huyo Mungu katika hiyo nchi. Sasa hawa wanakuja wanapigwa kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Angalia pale mbele, anasema kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanawaua. Sababu tunaambiwa tena, kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Angalia kinachofuata. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani. Nataka uone kuhani anapoalikwa, ili ya kwamba kawaida ya Mungu wa nchi iweze kujulikana. Anasema muliowachukua kutoka huko, aende akakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo kuhani anawaeleza watu ya kwamba taratibu za Mungu wa nchi, anayetawala hapa anataka nini. Kama mmeingia kichwa kichwa, maana yake yako madhara, kuna mambo hamtayaona. Kwa nini? Yuko Mungu anayetawala ile eneo, na mimi kuhani kazi yangu ni kuwaelezeni ya kwamba mfanyaje. Sasa naomba tuingie kidogo kwenye uhalisia ndani ya maisha yetu. Wako watu anaweza akaingia kwenye kijiji, wanakuuliza umeongea na wazee wa kijiji, wewe unayejenga pale? Mwingine anasema nashangaa, baada ya kuweka tu msingi nimeishia hapo hapo, hela za kutamani nijenge niendelee zimeshindikana. Anatamani afanye vitu fulani kwenye hilo eneo, haoni mpenyo, ila mpenyo aliupata mahali fulani, alikuwa na mpenyo. Alipohama tu anashangaa mpenyo unakosekana, na watu wenyeji wa eneo wanakuangalia ni kama wanakucheka hivi, wanamuona atakapoishia. Kama aongei na wenzake, maana yake hatuwezi kumwambia. Mwisho wa siku anakuambia wewe utapambana sana. Waone wazee wa mji wameokoka. Alipookoka amepanga mahali, alipokuwa ameokoka na mneli ule moto, akaanza kusali kwa nguvu. Alipokuwa anasali kwa nguvu, yule mwenye nyumba akamwambia na kuongezea kodi. Akaambia kwa nini? Mbona hata mkataba usemi na kuongezea kodi, unanisumbua. Yule akawa haelewi mambo ya kiroho. Kweli bwana akakubali, kodi ikapanda. Yule moto anaendeleza, akawa anagongewa, wewe nyamaza, wewe nyamaza. Baadaye akaja akaambiwa, unaharibu miungu ya hapa, hapa hutakiwi kuomba. Anapokuambia hutakiwi kuomba, maana yake ni sheria ya Mungu wa hiyo nchi, ndio utaratibu. Kwa hiyo maana kuishi hapa sharti ufuate kanuni za hapa. Yule akasema mimi haiwezekani kukaa pasipo kuomba, haiwezekani unajua. Akamwambia kama haiwezekani, hama, ondoka, beba vitu vyako. Na ndipo anasema akapata hasira ya kwenda kutafuta kiwanja chake ajenge nyumba yake. Alihama akaondoka. Unaingia kwenye mitaa kuna makuhani wake wanasimamia hilo anga. Kuna wakati tunafanya maombi, tukamwambia Mungu, nani anatawala maanga hii? Hivi kuna roho gani zinatawala hii? Mimi kama mfalme nataka nitawale hapa kwa ajili ya ufalme wako. Mambo niliyoyaona
yalikuwa ajabu sana, na Bwana akawa ananipeleka kabisa mpaka wanapofanyia. Haya ni mambo ambayo sisi tukiyatazama kwa namna ya nyama ni mambo ya kawaida, lakini naomba nikusaidie vizuri kabisa ya kwamba kuna watu wanapata shida. Kwa mfano, unaingia kwenye mtaa wa biashara, unakuta kuna watu wanauza kuliko wewe na ukiingia pale unakemea, na wapendwa wengi sana wanajua kukemea, wanasahau kutoa sadaka. Tutaongea labda hapa mbele nguvu ya sadaka katika kumwalika Mungu ili aweze kutawala hapo. Wenzako wana makafara na wamepatana na Mungu wa hako kamtaa, wanauza, wewe unashangaa huko pale. Mwisho wa siku wengine wao wanafuatwa, wanaambiwa, wewe sikiliza, wewe na ulokole wako utachoya hapa, sikiliza, nenda, kuna mzee mmoja pale, ukipata koka hela peleka, ukienda kwake atakusaidia. Mwisho wa siku na wewe utapata upenyo. Kuna mshirika mmoja tunaye mahali, yeye anatoaga sadaka kwa Mungu, anatoaga sadaka upande wa pili pia anatoa sadaka. Kwa hiyo yote anakwambia, Mungu wa huku akiwa amezubaa, basi Mungu wa huku atanisaidia. Na ukimwangalia ibada hamna, nguvu za Mungu pale ndani hamna, unamuona mweupe kabisa. Kwa nini? Anachanganya vuguvugu, anataka msaada wa huku na huku. Naomba hapa nitoe angalizo. Sadaka unaoitoa inamvuta Mungu wa madhabahu aweze kuonekana kwako. Suleiman alipotoa sadaka tu, Mungu akamjia akamwambia, we, nimeona sadaka, sema nini unachokihitaji? Akamwambia, Bwana mimi nipe hekima. Wakati mtumishi wa Mungu Paulo, watu wanamka, akatoa sentensi ya ajabu sana, akasema, na Mungu wangu, tuseme wote, na Mungu wangu atawajazeni kwa kila mnachokihitaji, sema sawa sawa na utajiri ulio katika Kristo Yesu. Wakati unampa mtumishi wa Mungu sadaka, wewe unafikiri unampa mtu, kumbe ni Mungu wa mtumishi anapokea sadaka yako. Na Mungu wa mtumishi akipokea sadaka yako, maana yake umemwalika atawale maisha yako. Sasa kuna kizazi hiki cha utandawazi, huijui madhabahu ya mtu, wanakuambia kwenye skrini, M-Pesa, Tigo Pesa, tuma sadaka yako. Haujajua, haujahakikisha ya kwamba huyo mhubiri ni wa namna gani, amesimama na zindiko, kasimama na Mungu yupi. Unaposema dhabihu ya madhabahu, wenzako wengine wameweka watoto zao chini. Sio dhabihu ukafikiri dhabihu ya damu ya Yesu, wanakuingiza kwenye maagano yao. Na ndio maana kuna watu na washangaa, unatamani kuwasaidia, hawakusikii. Unawapa kweli ya Mungu, hawaipokei. Kwa nini? Wameshakamatwa, wameshaunganishwa. Ndiyo maana madhabahu isiyotaja damu ya Yesu, madhabahu isiyomtaja Yesu ya kwamba anatawala, ya kwamba anamiliki, Yesu, asipotajwa Yesu, hapo sio mahali sahihi. Ukiona mahali mtu anatajwa kuliko Yesu, hapo sio mahali pa mtu sahihi. Ukiona anataja jina la mhubiri kuliko jina la Yesu, hapo sio mahali sahihi. Kaa sawa sawa, utashangaa umeingiza familia yako kwenye matatizo, na unashangaa wewe, wanakushangaa watu na wewe unawashangaa wenzako. Wale wenye kweli wanakuona wewe mbona kama umepotea, na wewe unawaangalia unaona kama wao wamepotea. Kitu gani? Dhabihu imemkamata mtu. Zama hizi sio zama za kutoa sadaka kila kona. Acheni mambo ya ajabu haya. Nisikilize hapa. Unaingia kwenye mtandao, unasikia mtu Zimbabwe anasema huu ni mwaka wa urejesho, kanisa la mtandaoni. Ukija VRT umepewa theme ni hii. Kwa hiyo kuna mtu nia yake mwenyewe kwanza ameshajifitini, akiwaza mwaka huu anawaza urejesho, akiwaza mwaka huu ndani mwake anaona ni wako kusudi kutimia. Maandiko yanasema mtu mwenye nia mbili asitegemea atapata kitu kutoka kwa Bwana, kwa sababu ndani mwake ameshakuwa divided. Anamwaza yule kule, anawaza tena wengine. Ni ajabu, yuko mama mmoja nikamcheka sana, anatoa sadaka, akipata laki yake moja anagawa 20,000 kwa mtumishi wa fulani yuko eneo fulani, 20 nyingine kwa mtumishi fulani, 20 nyingine kwa mtumishi fulani. Anaunganika kama madhabahu ziko 4 ziko 5 hivi. Nikamwambia lengo lako nini? Anasema wewe wote, yani kwa sababu ndio kuna mwingine huyu kunakuta amepoa, yule kule ana moto. Kwa hiyo alipopoa kama vikikaa, mwenye moto kule atanisaidia. Watu kama waganga wa kienyeji. Ufunuo wa Yohana anasema hivi, kwa kanisa lililoko andika, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Malaika wanaotajwa ni wajumbe, watumishi wa Mungu. Maanake kila mtumishi ana ujumbe wake kwa ajili ya kondoo aliyopewa na Mungu.
Kwa hiyo sasa, kama Zimbabwe ni urejesho, usifikirie na VRT ni urejesho. Malaika wa kanisa kwa mwaka huo kapewa ujumbe gani? Washirika wa sasa hivi wanashindwa kufugika kwa sababu wamejigawanya wenyewe. Hakuna mmoja ambaye ana sifa ya kuitwa kondoo. Sikiliza vizuri, kondoo yeyote ana sifa ya kuisikia sauti ya mchungaji wake. Yesu anasema, kondoo zangu sikia sauti yangu. Maana yake, ili nikujue wewe ni kondoo, inakuangalia kwa namna unavyotii sauti ya mchungaji wako, kwa namna unavyojua sauti ya mchungaji wako. Lakini watu wa leo, na ndio maana hata ukiingia kwenye maombezi unawashangaa watu wana vifungo vingi, lakini vifungo vyao ni kwa sababu wameenda mahali hapa kutakiwa kwenda. Wanafanya ya faulo kwenye ulimwengu wa roho. Si kila mtu, si kila madhabahu ni mahali pa kutoa sadaka. Na wakati unatoa sadaka, naomba nikusaidie ujue ya kwamba Mungu wa hiyo madhabahu hagusi wewe peke yako. Hakuna madhabahu inayomgusa mtu mmoja. Unaenda mmoja, lakini madhabahu huwa inafuatilia vizazi. Naomba nikusaidie, Ibrahim anatoa zaka, Ibrahim, lakini maandiko anasema hata Lawi aliye katika viuno vyake akahesabiwa eti na yeye ametoa sadaka. Wakati kumbe unatoa sadaka, ile nguvu ya sadaka inamwalika Mungu wa hiyo madhabahu afuatilie vizazi vyako. Na ndiyo maana kuna watu wanaenda kwa waganga, wanapotoa sadaka ameenda mwenyewe, lakini madhabahu inamwambia hatukuachi peke yako, sisi tutatembea mpaka kwenye uzao wako, wawe wamezaliwa hawajazaliwa. Wakizaliwa wanalo, ile roho ya madhabahu ulioiendea itafuatilia uzao. Na haya ndiyo mambo ya Gideon. Gideon hakuwepo wakati mzee anaenda, mzee Yoashi anaenda kwa mungu wa Baali wa dhabihu, ametoa yeye, mtoto wala hakuwepo. Ila mtoto anashangaa, mbona katika familia yetu sisi kuna Wamidiani wanatuonea sana, tukilima tu tukapata mazao, hao wamekuja wamepora vyote, hao wamekuja wanatuonea tu. Gideoni wa watu maskini huyu anaamua aende kwenye mapango, anajificha. Wakati anajificha namna ile Mungu anamsaidia. Alimtaka Gideoni asimamishe madhabahu yake, akamtokea kwa ujumbe wa malaika, namwambia, inuka shujaa, Bwana yu pamoja nawe. Kwa lugha nyingine anampa, umepata neema mbele za Mungu wa miungu, Bwana yu pamoja nawe. Alafu anamwambia inuka shujaa. Gideoni anasema, wewe vipi? Mbona lugha unayoniambia ni tofauti na lugha ya anga ambalo mimi naishi? Kuna sheria na kuna taratibu na kuna tamaduni za hii miungu inayotawala huko. Hiyo lugha ya ushujaa haijawahi kutamkwa kwenye anga letu. Akamwambia, labda utakuwa umekosea, you are mistaken I think. Akamwambia, kwa ajili ya taarifa yako, mimi ndio mtoto mdogo kabisa kweli, na kabila letu hili la Manase huko, mimi ndio maskini familia yetu. Kwa hiyo hichi unachotuambia kwa habari ya ushujaa, yani shida iliyoko siwezi nikadhihirisha, kwa sababu kikwazo kimojawapo ni umaskini. Nisikilize vizuri, ziko familia ambazo zina watoto wana uwezo, wana vipawa, lakini kinachowaangusha ni mdudu anaitwa umaskini. Hawa watoto wanakaa chini ya viwango, wanashindwa kudhihirisha ule uwezo wao uliokusudiwa na Mungu. Sasa kumbuka, huyu ni mjumbe atokaye kwa Mungu aliye hai, mwenye ramani ya watu wote. Akimwangalia hamwangalii kwa mapito yake, anamwangalia sawasawa na ramani ya Mungu. Anaambiwa, lakini Gideoni, Mungu aliyekuumba akikutazama anaona wewe ni shujaa, lakini shida ni kwamba umeingia kwenye anga ambalo lina taratibu zake, kuna sheria zake ambazo hata matamko ya ushujaa hayapo. Shida ndio imeanzia hapa. Wakati anaelezwa, akapewa maelekezo ya kikuhani, akaambiwa namna kujinasua, nenda ka madhabahu ya baba yako, nenda kaivunje hii madhabahu ya baba yako. Utakapoivunja madhabahu ya baba yako, akili itakujia, ujasiri utakujia, nguvu za kusimama zitakujia, na utaanza kutimiza ndoto na kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kwa lugha rahisi, ndani ya familia zetu ziko familia haziruhusu watu kudhihirisha yale ambayo Mungu amewapa ndani ya maisha yao. Umezaliwa wala hujachagua, lakini wako watu
ya kuiendea miungu ya kigeni, wameingiza wenzao wote kwenye mkenge, na unalazimishwa ufuatishe kanuni na taratibu zilizokaa katika ulimwengu wa roho. Natamani nikusaidie kitu hapa uone namna ambavyo mtu wa Mungu Gideon alipokuja baadaye kufanikiwa na jinsi ambavyo aliingia kwenye ushindi mzuri. Twende pale kidogo kwenye maandiko matakatifu. Waamuzi mlango wa 8 na mstari wa 28. Waamuzi 8 na mstari wa 28. Kwa hiyo kama ulikuwa unaandika haraka haraka, maana yake ni kwamba madhara iliyompata Gideon, mojawapo ni kwamba alijikuta anaishi tofauti na ndoto ya Mungu aliyokuwa nayo juu yake. Haya ni madhara aliyokutana nayo. Wakati Mungu anamuita shujaa, yeye alijificha na pepeta ngano kwenye. Wako watu kabisa namna walivyo sivyo walivyokusudiwa na Bwana. Namba 2, Gideon alijikuta anaishi katika kifungo cha umaskini wa kifamilia. Akamwambia ni kwamba anaishi kufuatana na mila za kifamilia zinazokwamisha ndoto za Mungu ndani ya watu. Waamuzi 6:15 unamsikia anasema, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Maana yake ya wadogo wadhihirisha kubwa. Hakuna neema kwa watoto wadogo. Kama ni wa mwisho ndani ya familia za hawa, maana yake hauna mpenyo, hauna breakthrough. Hizi ni taratibu ziko ndani ya familia, zinaratibiwa na miungu ambayo inatawala katika hizi familia. Sasa wakati Bwana anampa cha kufanya, natamani uone matokeo ya ajabu sana. Waamuzi 8:28 maandiko anasema hivi. Hebu tusome wote kabisa. Hebu sema, hivyo Midian walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Hebu sema, wala hawakuinua vichwa vyao tena. Nayo nchi ilipata kuwa na amani muda wa miaka 40 katika siku za Gideon. Hebu sema tena, katika siku za kuhani Gideon. Baada ya kuvunja madhabahu ya baba yake, mpenyo unasimama. Wale wa Midiani waliokuwa wanaionea Israeli wanapigwa Israeli kwa Wamidiani. Matokeo ni kwamba walishindwa mbele ya wana wa Israeli, wala hawakuinua vichwa vyao tena. Hem, sema hiyo ni habari mpya. Sema hiyo ni habari njema. Sema ya utawala ya Mungu wa Gideoni. Hem, sema sio Mungu wa baba yake. Maana yake ni kwamba tutakuwa na taarifa za aina mbili. Ziko taarifa za miungu katika familia ambazo zinatakiwa zifutwe kwa wewe kumsimamisha Mungu naye muabudu. Kwa hiyo historia na kushindwa ambako kulisimama kwa miaka mingi, maadamu Mungu amekupa uhai wewe na unaisimamisha madhabahu ya Mungu wa kweli, wale waliokuwa wakishindana na familia yenu utawaona wakishindwa, kwa sababu Bwana amechukua hatamu katika familia kupitia wewe. Sema amina kwa Yesu. Hapana, hujasema tena amina. Sema tena amina kwa Yesu aliye hai. Maana yake katika siku za Gideon hakuwa mnyonge, alikuwa ni mtu ambaye aliichochea madhabahu ya Bwana daima. Alisimama na madhabahu ya Bwana daima, na hakuwa na watu wengi kwenye hilo zoezi. Hakuwa na watu wengi. Alienda akapambana akijua ya kwamba Bwana yuko upande wangu. Haijalishi Wamidiani wako wangapi, lakini Bwana yuko upande wangu. Akaivunja ile madhabahu. Ilipovunjika akaisimamisha madhabahu ya Bwana na akasema Jehova Shama. Maana yake Mungu yuko hapa. Jehova Shama. Alipoisimamisha madhabahu ile akaiita Jehova Shama. Maana yake sasa Bwana yuko hapa. Na Bwana wale wa Midiani walipoenda kupigana na Israeli, wakakula kichapo, vichwa vyao havikuinuka tena. Sema haleluya kwa Yesu. Kuna mambo unaweza ukayakomesha, kuna sheria waweza ukazikomesha, ila kazi ni moja tu. Simama katika nafasi yako kwa uhodari, kwa ushujaa. Jamani, amina kwa Yesu. Jamani, amina kwa Yesu. Na unapoingia kuomba usije ukawa unakemea kama vile umepigwa. Kemea ukijua ya kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeyote katika anga hilo. Aliye ndani yako anatawala.
aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kwa hiyo unashindana ukijua ya kwamba upande wako ninyi ni washindi tangu kuzaliwa. Hebu sema, kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Sema. Haujaongea tena, sema tena. Kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Hebu sema, mimi ni mshindi kwa asili. Sema, nimepakwa mafuta. Nimepakwa mafuta kudhihirisha ushindi huo ndani ya familia yetu. Ndani ya familia yetu. Ndani ya familia. Sema, zile sheria, zile tamaduni, zile kawaida zilizowekwa, sema zinafutwa zote. Na wanaoshindana, wale wanaoshindana, sema hawatainuka tena. Hawatainuka tena. Sijajua kama unaelewa. Umeitwa ili ukomeshe vita katika familia. Umeitwa na Bwana ukamilishe, uweze kukomesha vilio ndani ya familia. Sema amina kama unaelewa. Sema amina kama unanielewa sawa sawa. Oh Jesus. Wakati nahamia Goba, nimefika tu pale kulala usiku, ni pepo ikakamata pale. Naiona imetanda kweli kweli. Chumba kikawa kizito sana. Unaona kabisa unatamani kuomba. Unaona giza unashindana nalo. Nikaelewa ule mchi mzima ya kwamba mapepo yanatawala. Na kwa nini yanatawala? Kama kuna wapendwa wako hapo wamelala, madhabahu zao hazina moto zinaowaka. Mwisho wa siku hii midude imepata nafasi sana ya kutawala namna hii. Nisikilize wababa mlioko hapa, wewe ni kuhani wa nyumba. Mungu wako yuko mahali pote. Anaweza akakushikia wale wanaotaka kuharibu. Akakwambia huyu hapa kabla hajatimiza mpango wake, wewe ndio una mamlaka. Sasa amua hatima ya uzao. Utalala ama utapambana? Kwa hiyo tukapambana ulimwengu wa roho, na ile ajenda iliishia rohoni, haikuonekana mwilini. Tunamwangalia mtoto anaendelea, ila tunajua vita katika ulimwengu wa roho. Nisikilize, haya maneno unayoambiwa hapa ya kwamba Mungu atakushikia, usije ukayapuuzia. Mungu huwa anatuma vikosi, anakushikia watu, anakueleza anayeharibu mtaa ni huyu hapa, anayeharibu huyu hapa. Kuna andiko nimesoma la Ufunuo, nikasema Mungu tusaidie. Anawaambiwa, Yesu anaongea, najua unapoishi. Anamwambia najua unapoishi. Anasema ni hapo kwenye kiti cha shetani. Yaani kuna mtu anaishi kwenye kiti cha shetani. Unaposema kiti inaonyesha utawala. Shetani anatawala. Na kama anatawala, maana yake kuna madhabahu inayotoa uhalali utawala uweze kuwepo. Hakuna utawala kama hakuna madhabahu. Madhabahu na utawala ni mapacha. Ukiona kuna utawala, maana yake kuna madhabahu inapumua, ndio inayofanya utawala uweze kuwepo. Nguvu yako Bwana Yesu. Sisi tunatafsiri mambo yote katika ulimwengu wa roho. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, juu ya falme na mamlaka, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yeyote anaweza akakaa, lakini nani amemkalisha? Hilo ndio ajenda ya wafalme katika nchi hii. Na Ufunuo anasema damu ya Yesu imejipatia wafalme na makuhani katika kabila, lugha, katika nini, mpaka katika taifa. Manake ndani ya Tanzania wako mawakala wa ufalme wa Mungu aliye hai. Sasa hawa mawakala wa ufalme wa Mungu vipi? Wamelala ama wameamka? Wamelala ama wameamka? Kama watalala, adui atapanda mbegu, atapanda mabaya. Kama wamesimama kwenye moto, na kuhakikishia wazi kabisa ya kwamba viti katika upande wa giza havitakaa. Vitakuwaje? Bwana anajua, Bwana anaweza, Bwana anajua namna ya kuwakamata wale watesi, ya kuwakamata wale watesi. Radosi katalabakori ya basiki. Nchi ikilia, makuhani wana shida, wala sio viongozi wa nchi. Familia zikipigwa, usimfuate baba. Jamani, amina kwa Bwana. Hebu nyosha mkono wako, sema saa imefika na atukuzwe Bwana kwenye maisha yangu, kwenye maisha ya na maisha ya wanafamilia. Sema atukuzwe Bwana, atukuzwe, na ajulikane Bwana, ajulikane ya kwamba anatawala, ndani ya ofisi yangu, ndani ya mitaa yangu,
ndani ya mitaa yangu. Naomba nikusaidie ya kwamba Yesu anataka akutumie kwa ajili ya wengine. Sema haleluya kwa Bwana. Sema haleluya kwa Bwana. Jamani, amina. Msema saa imefika. Na atukuzwe Bwana, na ajulikane Bwana kwenye anga la familia. Kila sheria, kila kikomo, kila roho mbaya haitatawala. Hayo magonjwa hayatatembea kwa jina la Yesu aliye hai. Naomba usimame kamanda wa Yesu. Roboshia tararabasis rambayando roboshia tararabadis repayanta rabakoria bahasia. Bwana tunapokea. Rapayanta rababayandia. Bwana tunapokea. Rapayanta rabayakoria bayas. Bwana umefanya. Shatayanda rabayakoria bahas. Bwana umeingilia kati. Asante kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana ni uzima. Asante kwa damu ya mwana kondoo. Bwana ni uamsho. Iliyonifanya kuwa kuhani. Bwana ni baraka. Iliyonifanya kuwa mfalme. Bwana ni moto. Iliyonipa utawala. Bwana ni nguvu. Haya ni majira ya wewe Bwana. Bwana ni uzima. Kuonekana na kujulikana. Bwana ni hekima. Katika jina la Yesu aliye hai. Bwana ni maarifa. Rata ya nurobokorias. Ndani ya familia. Sata ya daraba ya saya. Ndani ya familia. Rakata ya dori ya bayash. Bwana ni maarifa. Sata ya naraba ya suya. Bwana ni uponyaji. Riata ya naraba hasia. Haleluya. Ndiyo Bwana Yesu, glory. Haleluya. Naomba nikusaidie tunapotoa matamko haya, na wewe unatoa kwa nguvu. Ukiambiwa tembea, wewe tembea. Ukiambiwa kata, wewe kata. Ukiambiwa wewe choma, wewe choma. Na unachokifanya ujue kina matokeo. Kina matokeo. Gideoni alipoifunja madhabahu, Wamidiani walichemka. Wamidiani walichemka. Na wewe ndiye Bwana aliyekuandaa na kukupaka mafuta. Nyosha mikono yako kwa Bwana. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, asante kwa upendeleo. Asante kwa upendeleo. Nuru yako imenifikia. Nuru yako imenifikia. Mimi ndiye niliyeona. Mimi ndiye niliyeona ufalme mpya. Ufalme mpya. Wenye nguvu. Wenye nguvu. Wenye mamlaka ya ajabu. Wenye mamlaka ya ajabu. Nasimama kwa damu yako. Nasimama kwa damu yako. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Kwa ajili ya familia. Kwa ajili ya familia. Kwa ajili ya wazazi hawa. Kwa ajili ya wazazi hawa. Ambao hawajakujua wewe. Ambao hawajakujua. Wakaipeleka familia. Wakaipeleka familia. Kwa miungu ya kigeni. Kwa miungu ya kigeni. Wakaipeleka familia. Wakaipeleka familia. Kwa mizimu. Kwa mizimu. Wewe Bwana unajua. Wewe Bwana unajua. Roho wa Baba unajua. Wewe Bwana unajua. Tena unawajua. Tena unawajua. Hata wale makuhani wao. Hata wale makuhani wao. Unajua hata madhabahu zao. Unajua madhabahu zao. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba rehema. Naomba rehema. Naomba rehema. Naomba rehema. Naitia damu yako. Naitia damu yako. Nahitaji agano jipya. Nahitaji agano. Ninataka maagano mapya. Katika jina la Yesu. Ndani ya familia. Ndani ya familia. Bwana na uje. Bwana na uje. Bwana itembelee. Bwana tembelee. Familia yetu. Familia yetu. Damu ya Yesu. 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 Kwa kila mwana familia. Kwa kila mwana familia. Damu ya Yesu. 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 Kwenye madhabahu zao. Kwenye madhabahu zao. Kwenye kafara zao. Kwenye kafara zao. Kwenye kafara zao. Haleluya. Naitia damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwenye kafara zao. Kwa jina la Yesu. Kwenye kafara zao. Kwa jina la Yesu. Kwenye kafara zao. Kwa damu ya Yesu. Na Bwana uliye hai. Pona familia. Kwa jina la Yesu. Pona familia. Kwa jina la Yesu. Pona familia. Naangusha madhabahu. Funguka familia. Naangusha madhabahu. Funguka familia. Funguka familia. Barikiwa familia. Barikiwa familia. Inuka familia. Vuka familia. Inuka familia. Inuka familia. Vuka mipaka. Vuka mipaka.
mipaka, vuka sheria vuka sheria zilizowekwa ulimwengu wa roho, zilizoweka ulimwengu wa roho, kimbia kimbia kwa jina la Yesu aliye hai. vuka familia. Wakati unapoomba, anza kutembea, anza kutembea, anza kutembea, anza kutembea. Angusha, 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 angusha. Kwa jina la Yesu. Inapona familia, Inapona, inapona familia, inapona, wanapona wanafamilia, wanapona, wanapona familia, wanapona, inapona familia, inapona familia, inainuka familia, inainuka familia. rehema za Bwana, Rehema za Bwana kwa kila mmoja, kwa kila mmoja wao, ndani ya familia, ndani ya familia, ndani ya familia. ndani ya familia. Naishangilia neema, Naishangilia neema, naishangilia neema ya Mungu, hiyo neema ya Bwana, naishangilia neema ya Mungu, hiyo neema ya Bwana, nashangilia neema ya Mungu. neema ya Bwana aliye hai. Unatujia, Unatujia Bwana, unatujia, unatujia Bwana, unatutofautisha, unatutofautisha, unatutofautisha. unatutofautisha. Tuna baraka, Kuna baraka, kuna uzima, kuna uzima, kuna ushindi. kuna ushindi. Oh, mambo mapya yanasimama, Mambo mapya yanasimama, historia ya utukufu inasimama, historia ya utukufu inasimama. na kushangilia Bwana Na kushangilia Baba kwa uaminifu wako, kwa uaminifu wako, na kushangilia Yesu na kushangilia Yesu kwa uaminifu wako, kwa uaminifu wako, kwa uaminifu wako. kwa uaminifu wako. Ninapiga kelele Ninapiga kelele kwa glory, uaminifu wako, kwa uaminifu wako. nalibariki jina lako Nalibariki jina lako ndani ya familia yangu. ndani ya familia yangu. Nakushukuru Yesu Nakushukuru Bwana ndani ya familia yangu. ndani ya familia yangu. Naiona neema, Naiona neema, naiona neema, naiona neema, umeifunua neema, umeifunua neema, inatembea neema, inatembea neema, inatembea neema. inatembea neema. Shukuru Bwana, mshukuru Bwana. Shata ya doraba ya, Neema ya Mungu, naiona neema, neema ya Mungu, naiona neema, neema ya Mungu, naiona neema. neema ya Kwa Mungu, walio gizani, baraka yake, naiona neema, hekima yake, naiona hekima, hekima yake, naiona hekima, maarifa yake, nayaona maarifa, uzuri wake, naona uzuri wake, uponyaji wake, naona huruma yake, huruma ya Bwana, hekima yake. hekima ya Bwana. Bwana umenihurumia, Bwana umenihurumia, kumbuka familia Bwana umeikumbuka familia na wote waliomo, na wote na waliomo, wote waliomo, na wote na waliomo, wote waliomo, wote waliomo, na wote waliomo, wote na waliomo, wote wanaohusika. wote wanaohusika. Naiona neema, Naiona neema, naiona neema, naiona neema, naiona neema, naiona neema, naiona neema. naiona neema. Bwana Yesu, Bwana Yesu, niseme nini jioni ya leo? niseme nini jioni ya leo? Natamka kukupenda, Nataka kukupenda Baba, ninakuabudu, na kuabudu Baba, ninakushukuru, na kushukuru Baba, nakuadhimisha, na kuadhimisha Baba, nakupenda na Yesu, kupenda Yesu, nakupenda Yesu. na kupenda Yesu. Naomba urejee, Naomba urejee, naomba urejee. naomba urejee. Nakupenda Yesu, Nakupenda Yesu, nakuhitaji Yesu, nakuhitaji Yesu, nakuhitaji Yesu. nakuhitaji Yesu. Familia hii haitaharibika, Familia hii haitaharibika, familia hii haitaharibika, 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 haitaharibika. haitaharibika, Familia hii haitaharibika, haitaharibika. Familia hii haitaangamia, haitaangamia, haitapotea, wala haitapotea, haitapotea, wala haitapotea, haitaangamia, wala haitaangamia, haitachaka, 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 haitaibika, haitaharibika, haitaibika, haitaharibika.
imeharibika. Nimekuomba Bwana, Nimekuomba Bwana, nimekusihi Bwana, nimekusihi Bwana, nimekuhitaji Bwana, nimekuhitaji Bwana. haitaibika. Haitaharibika, Familia hii haitaibika, haitaharibika wewe, haitapotea, wala haitapotea, haitapotea, wala haitapotea, 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 haitapotea. haitapotea. Ninaikata minyororo, Ninaikata minyororo, haitapotea, haitapotea. naikata minyororo, Nakata minyororo, naikata minyororo, haitamia, naikata minyororo, naikata minyororo, haitapotea. haitapotea, Familia hii haitapotea. haitapotea. Unanikagulia mmoja baada ya mwingine, Unaichagulia Bwana kila anga la mtu kila anga la mtu hapa ndani ya familia hii Bwana, ndani ya familia hii, unafanya kitu unafanya kitu. na kuona Yesu, Na kuona Yesu, na kubariki Yesu, na kubariki Yesu, na kuinua Yesu, na kuinua Yesu, na kushukuru Yesu. na kushukuru Yesu. Ninakupenda sana, Nakupenda sana Bwana, ninakuabudu sana, nakuabudu Bwana, nitakutumikia sana, nakutumikia sana, nitakutumikia sana, nitakutumikia sana, mimi nitakutumikia sana, mimi nitakutumikia, nitakutumikia sana, nitakutumikia sana, nitakutafuta sana nitakutafuta sana kwa ajili ya familia hii Bwana. kwa ajili ya familia hii Bwana. Nimeomba kwako, Nimeomba kwako, madhabahu yako na itawale. madhabahu yako na itawale. Nimeomba kwako, Nimeomba kwako, agano lako na litawale. agano lako litawale. Nifanyie nafasi, Nifanyie nafasi, nitukuze Yesu, jitukuze Bwana. nitukuze, nimekufurahia, Nimekufurahia, jitukuze. nitukuze, nimekufurahia, Nimekufurahia Bwana, jitukuze. Nimekufurahia Bwana. Sheria yako naipenda, Sheria yako naipenda, agano lako nalipenda, agano lako naipenda, kelele, agano lako nalipenda. ninapiga kelele jioni ya leo, Ninapiga kelele jioni ya leo, ninapiga kelele jioni ya leo napiga kelele jioni ya leo ndani ya familia yangu. ndani ya familia yangu. Sheria yako naipenda, Sheria yako naipenda, sheria yako naipenda, sheria yako naipenda, agano lako nalipenda, agano lako nalipenda, madhabahu yako naipenda, madhabahu yako naipenda, damu ya Yesu ninaipenda damu yako naipenda ndani ya familia hii, ndani ya familia hii. damu ya Yesu ninaipenda, Oh, damu yako naipenda, damu ya Yesu naitangaza, damu yako naitangaza glory, damu ya Yesu naitangaza, damu yako naitangaza glory, damu ya Yesu naitangaza, damu ya Yesu naitangaza, damu ya Yesu naitangaza naitangaza ndani ya familia hii, ndani ya familia hii, ndani ya familia hii, ndani ya familia hii. damu ya Yesu naitangaza, Damu ya Yesu naitangaza, damu ya Yesu naitangaza, naitangaza damu ya Yesu, damu ya Yesu naitangaza, naitangaza damu ya Yesu, damu ya Yesu naitangaza. naitangaza damu ya Yesu, Ninaikiri jioni ya leo, naikiri damu ya Yesu, ninaiamini jioni ya leo naiamini damu ya Yesu kwa habari ya familia yangu. kwa habari ya familia yangu. Halitaharibika neno, Halitaharibika neno glory, halitaharibika neno, halitaharibika neno, halitaharibika neno, halitaharibika neno, halitaharibika neno. halitaharibika neno, Piga kelele, halitaharibika neno, halitaharibika neno, halitaharibika neno, halitaharibika neno, wala haitapotea, wala haitapotea, wala tutachaka. hatutachaka. Halitaharibika neno. Halitaharibika neno. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, halitaharibika neno, halitaharibika neno, halitaharibika neno. halitaharibika neno. Nataka nikuabudu, Nataka nikuabudu, ninakuabudu, nakuabudu Bwana, ninakuabudu, nakuabudu Bwana, ninakuabudu, nakuabudu Bwana, ninakuabudu. nakuabudu wewe pekee. Pokea sifa, Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, pokea utukufu glory, pokea utukufu, pokea utukufu, pokea utukufu. pokea utukufu. Unastahili wewe peke, Wewe peke yako unastahili kuabudiwa ndani ya familia yetu. kuabudiwa ndani ya familia hii. Unastahili wewe peke yako. Unastahili wewe peke yako. Miungu yote na inyamaze, Miungu yote na inyamaze, miungu yote na inyamaze, inyamaze kwa jina la miungu yote na inyamaze. miungu yote inyamaze. Wewe peke yako uinuliwe, Wewe peke yako inuliwe, wewe peke yako ujulikane, wewe peke yako julikana, wewe peke yako pokea sifa, wewe peke yako pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea,
Pokea. Pokea. Pokea Baba. Pokea sifa. Pokea Baba. Nakuinua. Nakuinua. Nakushukuru. Nakushukuru Baba. Pokea utukufu. Pokea utukufu. Pokea utukufu. Pokea utukufu. Hebu sasa ukibeba familia yako, kimbia sema Yesu na kushangilia. Rota ya Baba. Kimbia sema Yesu na kushangilia. Yes, atayadaya. Na kushangilia Bwana wa mabwana. Na kushangilia Bwana wa mabwana. Anayeshangilia anaweka makofi. Anayeshangilia anatoa sauti. Anayeshangilia anapiga vigelegele. Kwa ajili ya familia na kushangilia. Familia na kushangilia. Kwa ajili ya familia na kushangilia. Na kushangilia. Natangaza sifa zako. Natangaza rehema zako. Natangaza Bwana. Natangaza nguvu zako. Natangaza nguvu za Baba. Natangaza uaminifu wako. Natangaza uaminifu wa Bwana. Kushangilia. Tukuza. Hallelujah. Pokea sifa. Hallelujah. Ubarikiwe. Hallelujah. Uinuliwe. Hallelujah. Tangaza sifa za Bwana ndani ya familia. Tangaza na miliki. Anatawala. 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 Anatawala mfalme. Anatawala. Anatawala Bwana. Anatawala. Anatawala Bwana. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Ni yeye peke yake. Yeye peke yake. Ni yeye peke yake. Yeye peke yake. Anastahili sifa. Anastahili sifa. Tangu sasa na milele yote. Tangu sasa na milele yote. Sasa na milele yote. Tangu sasa na milele yote. Jina lake livume ndani ya familia. Jina lake livume ndani ya familia. Madhabahu yake na ivume ndani ya familia. Na ivume madhabahu yake. Haleluya. Haleluya. Wimbie Bwana wimbo mpya. Sia Baba yada. Wimbie Bwana wimbo mpya. Saya dada baya. Wimbie Bwana wimbo mpya. Wimbo wa baraka. Ukibeba familia yako. Haleluya. Inapata mpenyo. Haleluya. Inabarikiwa. Inabarikiwa. Inainuliwa. Inainuliwa. Inapata rehema. Inapata rehema. Miujiza ya ajabu. Miujiza ya ajabu. Ishara zinatokea. Ishara zinatokea. Bwana anamiliki. Bwana anamiliki. Bwana anatawala. 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 Naiona ishara ya. Naiona ishara. Naiona ishara ya Bwana. Naiona ishara ya Bwana. Naiona madhabahu ya Bwana. Naiona madhabahu ya Bwana. Imeshuka ndani ya familia yangu. Imeshuka ndani ya familia. Naona nguvu za Bwana. Naziona nguvu za Bwana. Zinatembea wazi wazi. Zinatembea. Zimeshuka wazi wazi. Waziwazi. Halitaribika neno. 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 Wala tutachaka. Wala tutachaka. Wala tutaibika. Hatutaibika. Wala tutapotea. Hatutapotea. Namuona Bwana waziwazi. Namuona Bwana waziwazi. Bwana huyo hapo. Baba huyo. Bwana huyo hapo. Baba huyo hapo. Bwana huyo hapo. Bwana huyo hapo. Yesu huyo hapo. Yesu huyo hapo. Pokea kwa ajili ya familia. Pokea. 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 Pokea, pokea, pokea. Ya. Pokea. Raka ya Dares. Pokea. 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 Hekima. Hekima. Uponyaji na uzima pokea. Uponyaji na uzima. Historia mpya pokea. Historia mpya pokea. Maono makubwa pokea. Maono makubwa pokea. 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 Pokea, umeibeba hiyo familia pokea. Pokea. Haya pokea. Sia na bahus. Pokea. Rata ya dalaya. Karabashakatana. Sata ya dala baba. Karabashakatana. Rata ya dala baba. Naomba tushughulikie eneo. Sata ya dala baya. Naomba tushughulikie eneo moja. Ndio Bwana Yesu. Tushughulikie eneo moja. Ndio Bwana Yesu. Mawakala wa giza. Mawakala wote. Makuhani wa giza. Makuhani wote. Ambao wanapambana na familia. Ikiwepo na ya kwako. Naomba tushughulike nao sasa.
popote walipo. Ratayadarish. Naomba hapa kimbia wakati unatenda. Ratayadara. Popote walipo. Popote pale walipo. Popote walipo. Popote walipo. Tandika, 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 tandika. Ratayadush. Ritayadarabaya. Atayandaramaya. Tandika. Haya ya koria Vunja baya. uwepo wao. Atayandarabush. Vunja uwepo wao. Navunja. Vunja uwepo wao. Navunja. Vunja uwepo wao. Navunja. Vunja kiburi chao. Navunja kiburi chao. Vunja dharau zao. Navunja fahari zao. Vunja madhabahu yao. Navunja maneno yao. Vunja makambi yao. Navunja makambi yao. Vunja, 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 vunja. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ratayando rapaya. Napokonya uhai. Napokonya uhai. Hawana uhai wao. Napokonya uhai wao. Hawana uhai tena. 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 Hawana uhai yao. Hawana uhai tena. Hawana uhai tena. Kwa habari ya familia yangu. Kwa habari ya familia yangu. Hawana uhai tena. Hawana uhai tena. Kwa habari ya familia yangu. Kwa habari ya familia. Hawana uhai tena. Hawana uhai tena. Hawana uhai tena. Hawana uhai. Hawana uhai tena. Hawana uhai. Hawataonekana tena. Hawataonekana. Hawatatembea tena. Hawatatembeaa. Hawataonekana tena. Hawataonekana. Kazi zao hazitaonekana. Kazi zao hazitaonekana. Matamko yao hayataonekana. Matamko yao yataonekana. Matambiko yao hayataonekana. Matambiko yao yataonekana. Kazi zao hazitaonekana. Kazi zitaonekana. Nasema na kazi zao. Nasema na kazi zao. Nasema na agenda zao. Hizo agenda zao. Toka. 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 Na wapokonya. Ratayadush. Ratayadarabaya. Na wapokonya familia yangu. Na wapokonya familia yangu. Na wapokonya uzao wangu. Na wapokonya. Na wapokonya. Na wapokonya anga na familia. Na wapokonya anga. Shiadarababos. Ile madhabahu iliyo jirani na wewe. Ratayada. Ile madhabahu iliyo jirani na wewe. Iliyo jirani ile. Inapigwa. Shabaya. Inaungua. Inapigwa. Hiyo yenyewe hiyo. Inapigwa. Rata. Fukua. Ratayada rabaya. Ratayada. Inapigwa. Haribu. Aya. Akoka. Chamwa. Piga. Rataya. Rapaya. Watu wanainuka. Funguka. Watu wanapona. Inuka. Watu wanarejeshwa. Ratayada rabaya. Fukua. Ratayada rabaya. Ratayada rabaya. Hiyo madhabahu iliyo jirani na wewe. Usiiachie hiyo. Anguka. Rakatayadaya. Haitaka. Umeokomewa. Umekufa. Achila haya. Achama. Rataya. Hukumu. Ya Bwana. Moto. Ni majira ya Bwana. Rapaya. Watangazie hukumu. Moto. Wanakimbia. Kara ya Wanaondoka. Rataya boss. Yataya darabababas. Rataya darabababas.